mkono wako kutumia mtumishi wako ambaye analileta neno hili, na kwamba katika muda wote ambao atasimama hapa mbele zako na mbele za kanisa, wewe ni Mungu wake ndani yake katika neno lako. Jina lako litukuzwe sana Bwana. Tunakupenda, tunakuheshimu. Sifa, utukufu na heshima ni vyako tangu sasa na hata milele. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Niwape pole familia kwa safari ya mama yetu kufika na Bwana kumuita apate kupumzika baada ya changamoto mbalimbali ambazo amezipitia akiwa hapa duniani. Tunatiwa moyo kwa sababu alimwamini Yesu na aliishi kwenye hayo maisha ya imani mpaka muda ambao Mungu anamuita. Bado yuko katika msingi ule wa matumaini na matarajio. Watakatifu, ninaomba nisome neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ile ya 12 na mstari wa 11. Biblia inasema hivi: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tunapotafakari safari ya mama yetu kupumzika, ninapenda tuangalie namna gani tunaweza kumshinda adui. Kwamba namna gani tunaweza kumshinda adui. Katika maisha haya tunayoyaishi, tunaishi lakini tuna adui ambaye anatusumbua, anatupatia shida. Katika mstari huu kuna njia mbili zinazoonyeshwa na mwandishi ambazo watakatifu au Wakristo wakizitumia zinawapatia nafasi na muda wa kumshinda adui katika maisha yao. Pamoja na changamoto, pamoja na mambo magumu, mazito ambayo tunaweza tukayapitia, tunaweza tukakutana nayo, tunaweza tukayavuka, tunaweza tukayakimbia, tunaweza tukayabeba, lakini bado tunahitaji kushinda. Katika mstari wa 11, njia ya kwanza inayoonyeshwa tunayoweza tukaitumia na ikatuzalishia kupata ushindi katika maisha yetu, Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu, katika ushindani, katika vita, katika dhiki, katika mambo magumu na mazito ambayo tunakutana nayo katika safari ya maisha, ipo njia inayoweza ikatusaidia sisi tukasimama mbele za Bwana kama washindi, tukatembea mbele zake kama washindi. Na neema ile ambayo Mungu ametujalia ni pale tutakaposimama kwa kuitumainia damu ya Yesu Kristo, ushindi unatokea. Tunapokwenda kumtumaini mwana kondoo, tunapokwenda kumkubali na kumtegemea Yesu Kristo katika maisha yetu, tunapata neema ya kuwa washindi bila kujali tumeumizwa kiasi gani,
bila kujali tunapita kwenye mazingira ya namna gani, tunapata neema ya kushinda. Nje ya mwana kondoo hapana ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu nguvu ambayo ilimtiisha adui na kumweka chini na kumnyang'anya mamlaka na kumzuia kutokufanya jambo lolote iliwekwa katika Kristo Yesu. Kwa tuna uwezo wa kushinda pale tunapoitumaini na kuitegemea kwamba Kristo anafanya kazi katika maisha yetu. Damu yake inatupa neema ya kushinda. Yohana anazungumza katika waraka wa Yohana, anasema habari zake. Anasema kwa kusudi hilo Kristo alizihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Maana yake tunapata ushindi kupitia Yesu Kristo. Hakuna ushindi sehemu nyingine. Tunajivunia. Ndio maana tunapata muda wakati mwingine tunaimba katika damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu usafisha kabisa, na nguvu za shetani zimeshi. Tunao ushindi mkubwa kupitia Yesu Kristo. Biblia inatuonyesha hapana jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina hili mapepo yanaondoka, kwa jina hili watu wanapona, kwa jina hili tunapata ushindi. Kwa hiyo hatuna eneo lingine ambalo tunalitegemea isipokuwa kwa damu ya mwana kondoo. Biblia inasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Maana yake amebeba nguvu na mamlaka. Yeye awezaye kututesa katika dhambi, anayeweza kututesa katika magonjwa, anaweza kututesa katika mambo mbalimbali kwenye ulimwengu huu, kiasi cha kutokukosa raha, kiasi cha kupoteza furaha. Damu ya Yesu Kristo inatosha kutupatia ushindi. Na ndio maana Kristo, Biblia inatuonyesha mahali hapa na kutuambia ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Watakatifu, hatuna namna nyingine ya kushinda. Wakati mwingine tunaweza tukafikiri ukipata fedha unaweza ukashinda. Hapana. Kuna yale utakayoyaweza lakini hauwezi kushinda. Ushindi tunao utarajia kwenye maisha haya tulionao ni ule unaopatikana katika Yesu Kristo. Yeye aliyeinuliwa kwa ajili ya maisha ya wanadamu. Hapana mtu mwingine. Naona siku hizi kuna wanasiasa wanajidanganya nao wanasema wamekuwa kama Yesu, kwamba ili Yesu alete ukombozi lazimika kufa. Hakuna mtu wa kufa kwa ajili ya mtu mwingine. Hizo ni story. Ni bora ungetuchangisha tu, ukatuambia kabisa nahitaji kupata hela, tukaelewa lengo lako unakoelekea. Lakini sio kujijaribishia kwenye eneo ambalo huwezi kulifanyia kazi. Aliyefaulu kutoa maisha yake kwa ajili ya watu ni Yesu Kristo peke yake. Na hata akiwa na wanafunzi wake aliwaambia katika Yohana kwamba hapana mtu awezaye kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake isipokuwa nani? Kristo. Kupitia yeye tunapata nafasi, tunapata muda, tunapata wakati, tunaweza kushinda. Tukubali watakatifu wa Kristo kutembea kwa kumtumaini na kumtegemea Kristo. Katika Kristo kuna utimilifu wa kila jambo. Katika Kristo tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Na ndio maana Paulo akazungumza neno hili, ninayaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Nani anaweza kututia nguvu? Kristo ndiye anayetufaulu kufanya vizuri. Paulo akasema neno moja, akawaambia kuishi ni Kristo, bali kufa ni nini? Ni faida. Tuna uwezo wa kusurvive, kufanya mambo kwa sababu ya Kristo. Tupo hivi kwa sababu ya nani? Kwa sababu kuna watu wanahisi wao kwa mipango yao na miradi yao walio nayo na shughuli za maendeleo wanazozifanya,
wanahisi ni kama ndizo zinazotufanya sisi pia tuendelee kuwepo. Watakatifu tupo kwa sababu ya kusudi la nani? Na yeye ndiye anayelisimamia. Fanyeni yote mnao ya kusudia kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wenye dhambi wakifika mahali wanafarijiana, wanaulizana maswali, hivi kweli kuna mtu ambaye hana dhambi? Kwenye akili yako unakubaliana hivyo kwamba hakuna mtu ambaye hana nini? Hana dhambi. Lakini ukienda kwenye jicho la Mungu, Elia akaambiwa wakati anawaza kufa, anamwambia Mungu, ninahitaji nife, maana ninaye kuabudu sasa nimebaki mimi peke yangu, na wao wananitafuta mimi kuniua ili nisiuawe na wenye dhambi. Ni bora wewe Mungu niue nije kwako nipumzike. Mungu akamwambia, inuka Elia ule, maana safari yako ni ndefu ya siku 40. Kwa hiyo katika Israeli nina watu zaidi ya 7,000 wasiopiga goti mbele za Baali. Huyu ni nabii aliyekuwa akisema jambo linatokea. Aliagiza moto ukashuka ukaramba, lakini bado macho yake ya rohoni, macho yake ya mwilini hayakutambua katika Israeli ya kwamba kuna waaminifu wangapi waliojitoa maisha yao kwa ajili ya Kristo. Lakini Bwana aliwaona. Yeye alijiona peke yake, lakini Mungu aliona kundi la watu 7,000. Kwa hiyo hata leo wakati unawaza ya kwamba ni nani anayeweza kuishi duniani bila kutenda dhambi, Yesu anawaona waliokabidhi maisha yao kwake, wanaoishinda dhambi kwa damu ya Yesu Kristo. Na hao wanahesabika kuwa ni washindi. Lakini njia ya pili inayoelezwa mahali hapa kwenye huu mstari, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni changamoto. Leo watu wanaamini siku 2 hata mwezi haujaisha na anarudi nyuma, anaiacha imani. Na watu ni rahisi sana hata kuacha, yani yuko rahisi kumwacha Yesu kwa sababu ya mtu mwingine. Akibahatika siku anaokoka kukawepo na mtu na akampokea, akamshauri na kumuombea, na akaanza maisha mapya. Siku atakapomuona huyu aliyempokea anatenda dhambi, anarudi upya. Anaamini kwenye akili yake kwamba kumbe hata kanisani wanadanganyana tu. Naomba nikueleze Biblia inavyoeleza mahali hapa. Walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Lakini jambo la pili linaloonekana mahali hapa, walimshinda kwa neno la ushuhuda. Watakatifu, haya ni maisha matakatifu. Haya ni maisha ya kujikana. Unaposikia neno la ushuhuda, ni maisha ya kujikana, ni kujitenga, ni kukubali kuwa wa pekee kati ya watu wengi, kukubali kuwa wa tofauti miongoni mwa kundi kubwa. Ndio Biblia inasema nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao. Kwa nini? Hawakukubali kuchafuriwa, hawakukubali kuharibiwa, hawakukubali kunajishiwa, hawakukubali kuingizwa kwenye mambo yasiyomfaa Kristo. Hawakuwa tayari. Na utayari wao unaozungumza katika Biblia ni utayari ambao unaonyesha kuwa walikuwa tayari kusimama kwa ajili ya Bwana, kuusimamisha ushuhuda hata kama ni kwa kufa. Walikuwa tayari kufa, lakini bila kupoteza ushuhuda. Ukisoma katika Biblia utaona. Ukisoma katika Biblia utaona wapo akina Shadraka, Meshaki na Abednego ambao mfalme alisimamisha sanamu
Wakamwambia, ni hivi mfalme, tunayemwabudu ana uwezo wa kutuokoa sisi na mikono yako, na usitishwe tu kutuua sio mwisho wa ushindi wetu. Ushindi wa Mkristo hauzuiliwi na kifo. Hata katika mauti bado ushindi wa Mkristo unasimama mbele za nani? Za Bwana. Mtu mwingine anafikiria kufa ni kushindwa. Hapana, kufa ni ushindi. Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakukubali mpaka kufa. Walikuwa tayari maisha yao yaishe, lakini wasiwe mbali na nani? Na Bwana. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa radhi. Wakamwambia, tunamjua atatuweka, tunafahamu yupo, lakini hata asipokuja kule baada ya kufa, tutaondoka duniani tukiwa sehemu ya upande wa Bwana, wala sio kwa upande wa Nebukadreza. Ndio maana wakawa tayari kutupwa kwenye tanuru. Imechochewa mara 7, imechochewa mpaka ikakubali kwa namna ilivyokutakiwa kuwa, lakini bado msimamo wao ulibaki mahali pale. Walipiga zomali na zeze wakiwatarajia kuwaona Shadraka, Meshaki na Abednego wanaiinamia ile sanamu, lakini hawakuweza kuinama. Hawakuwa tayari, walikataa. Kwa nini? Biblia inasema hawakuwa tayari, walimshinda kwa neno la ushuhuda. Kwa nini walikuwa tayari mpaka kufa? Akina Danieli wakati wanapokelewa Babeli, walipoingilia walitenganizwa, walichukuliwa vijana kadhaa, wakatengwa sehemu, wakaanza kulishwa vyakula vya ikulu ambavyo vilikuwa ni vyakula vya anasa, vilipatikana kwa dhuluma, vilipatikana kwa mazingira magumu. Danieli akamwambia yule mlishaji aliyewekwa kuwatunza, kuwapatia chakula, akamwambia ya kwamba sisi tunaomba utuletee ugali wa mtama na mboga za majani, utupime ndani ya wiki moja, kisha utupeleke mbele za mfalme, nawe utaona kitakachokuwepo. Mioyoni mwao walisema, hatuko radhi kujitia unajisi kwa ajili ya vyakula vya anasa vilivyoko mbele ya nani? Ya mfalme. Leo sisi wa Kristo tunameza tu mambo ambayo hayafai, tunaingia tu. Kuna mavikundi mengine yana masharti yanayomdhalilisha Kristo, lakini kwa sababu yana misaada mikubwa hatuwezi kuyakimbia. Tunajiunga, tunakimbilia, tunaenda. Hata kama jambo linamdhalilisha Kristo, wewe huoni, unaangalia faida utakayoipata, hauwezi kuangalia vitu vingine. Danieli akawaambia, hatuwezi kujitia unajisi kwa chakula kilichoko mbele ya mfalme, isipokuwa sisi tupatie mboga za majani, ugali wa mtama, tutakula. Na baada ya wiki moja walipopelekwa mbele za Bwana, akina Danieli walionekana kuwa wako vizuri kuliko walivyokuwa wanakula vyakula vya anasa. Leo sisi tunakusanya tu, hatubagui wa Kristo. Ikiingia fashion ya kutembea uchi, wote tunatembea uchi. Likifika la mambo ya kubadilisha, tunabadilisha tu. Tulikuwaga na harusi za mchana, lilipoingia la kichawi la harusi za usiku, tukahama na Wakristo wote, tukaingia usiku. Mchana tukauona ni mbovu, hauwezi kutusaidia, wote tukahama, tukaingia huko. Tuna majukumu, tuna kazi, tuna nini, tunafanya mazingira yanayowezekana kuwepo. Tukapotelea kwenye giza. Badala ya sisi kuwa nuru, tukakubali kuwa giza. Tukitumia maneno ya hekima, kuna kaunyenyekevu fulani hivi kwenye Biblia watu huwa wanakatafakari, mpaka na wachungaji. Kuna kaunyenyekevu fulani hivi huwa tunakafanya, lakini ni kala ambako tunakafanya ili umma ukubaliane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Danieli na wenzie alikataa. Alisema hapana, haiwezekani. Haiwezekani. Sisi tunaomba utupatie tu msosi wa namna hii, tutakula na maisha yataendelea nini? Vizuri. Huwa ninaona Wakristo akipata kacheo akawa mkubwa, meza yake inapotengwa kwa sababu ni bosi,
yuko kwenye protocol. Meza inapoletwa inawekewa bia na vitu vingine na mazakazaka kwa sababu ya protocol. Kwa sababu ya protocol. Niliwahi kuhudhuria hafla moja ya mkuu wa mkoa mmoja alishapumzika. Huyu mzee alikuwa ni Mkristo. Walikuwa wanamjua. Meza yake inayotengenezwa, hata wale maafisa wanaomfuata wanatumia pombe. Walikuwa kuna mtu wa kuleta pombe. Na wakiwa ndani ya ile ziara yake kulikuwa hakuna mtu wa kunywa pombe. Aliyekuwa anakunywa pombe ni wale ambao wanakaa kula, hawawezi kuwa karibu na yeye. Walimjua. Wakati mwingine protocol zinatuumisha. Wakati Biblia inatutarajia kwamba hata ushuhuda ni nguvu inayoweza kutusaidia kumshinda adui. Lazima tufike mahali maisha yetu yamzungumze Kristo. Mwanzo, tangu siku ile ulipokutana na Bwana ukaanza hiyo safari, ukaianzisha hiyo safari pamoja na Bwana moyoni mwako, mkaanza kutembea hatua moja, hatua ya pili, hatua ya 4, hatua ya 5, mkiwa pamoja na nani? Na Bwana. Na ndio maana Yesu wakati anaita wanafunzi wake, wakati anawaeleza watu swala la kumfuata, moja ya maneno magumu aliyowaambia, aliwaambia wanafunzi wake, mtu atakayetaka kunifuata na ajikane mwenyewe kisha anifuate. Mtu mmoja alimsogelea akamwambia, Bwana wewe twende tukafanye kazi. Akamwambia, naomba unipe nafasi nikawaage wa nyumbani. Yesu akamjibu akamwambia, mtu aliyeanza kulima kisha akageuka nyuma hafai katika ufalme wa mbinguni. Mwingine akasogea akasema, Bwana nimefurahia kazi yako, naomba nifanye kazi pamoja na wewe, lakini ninaomba tafadhali nipe ruksa nikamzike baba yangu. Yesu akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao. Alikuwa anawaambia maneno magumu sana, kwamba wakati wa kumfuata Kristo, watakatifu wa Kristo, tunamezwa na dunia. Hatuko tayari kuyatoa maisha yetu yaende kwa ushindi mpaka kufa. Maana hata kifo ni ushindi. Unakufaje? Unakufa kwa aibu au unakufa kwa ushindi? Ni lazima ufike mahali uende mambo yasiyofaa, chana nayo, waachie watu wengine, ili umshinde adui kwa neno la ushuhuda, ili uione neema ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini leo tunakusanya tu fe, leta na hili na jingine limeko tu fe, weka hapa na lingine wewe leta hapa na lingine na kwaja weka. Unakuta kila mtu yana na mambo ya namna mbalimbali. Kwenye kuimba anaimba, ikifika kipindi cha kuhubiri anahubiri, ikifika kipindi cha kufanya nini yupo, ikifika yani kila eneo anafanya vizuri. Ukuta kanisani wanamsifia namba njema, lakini kwa wazinzi na wao wanamwamini yuko vizuri. Kwa waongo wanamwamini yuko sawa. Akikutana kwa wanaodaiwa, ndio mtaalamu anayewafundisha sheria za kuwashinda wadeni wao, kwamba anakusumbuaje, kwani mliandikishana siku mnakopa. Ni mtaalamu wa kuwafundisha waliokopa madeni kutokulipa. Yani kila eneo ni mzuri. Ukija kanisani utakuta ameshapewa na cheo anacho. Ukienda kwenye kikundi, akikanyaga tu kwenye kikundi chenu mnampa hata mwenyekiti. Akienda wapi hachelewi kulingana na ule uwezo alionao. Ana uwezo wa kufanya mambo mengi, kila mahali anafanya vizuri. Biblia inasema tuna uwezo wa kumshinda adui kwa neno la nini? La ushuhuda, ambalo watu hao hawakuwa tayari kuwa radhi hata kama ni kufa. Na ndio maana tunaona kwenye kanisa la kwanza akina Karisalinelo wakati wanawatesa, na akina Domitian wakati wa mateso ya kanisa, watu walikuwa wakiulizwa juu ya habari za Yesu, kwamba unamkubali nani? Ukikataa wanamalizana na wewe kwa namna ilivyokuwa. Tunamuona hata Petro anaambiwa, sasa hutaki kuelewa, tunatakiwa tukuue, na wakamtundika msalabani kama Yesu alivyomtundika. Lakini kwa sababu alijua anachokifanya Petro ni nini, alichokifanya aliwaambia tu kwamba naomba mimi msiniweke kichwa juu kama Yesu mlivyomweka. Mimi muinamishe kichwa changu kiwe chini, miguu iwe wapi? Juu, ili mfanye kile mnachotaka kukifanya. Kwa nini? Alikuwa radhi kufa kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Hakupata shida.
Mathayo yeye walimkamatia huko Kush. Walimkamatia Kush, Ethiopia. Wakamkamatia wakamwambia kwamba bosi uko hapa, unasemaje bwana? Wakamweka mbele ya ukuta, wakapangwa wenye mashabaha wamebeba mishale, wakamtundika mishale mpaka akafa. Hakuwa na shida, alikubaliana na yanayowezekana kuwepo. Wale jamaa alipowahubiri mtu mmoja anaitwa Stefano, wakabeba mawe. Na leo moja ya mambo ambayo yanatupa shida, ukitaka kukosa sadaka mchungaji, anza kugombana na wenye dhambi. Kama unataka kuishi maisha ya shida, uone kama Wakristo wako uchumi wao ni mbaya, waambie juu ya dhambi. Hapo ndo utashangaa. Utakuwa unawaona watu wanatembea kwa bajaji, wewe unatembea kwa miguu, hata ya bajaji huna. Halafu wakikukuta njiani unatembea, wanakuuliza, mchungaji unafanya mazoezi? Wanakuuliza, mchungaji vipi unapo unafanya mazoezi? Wako kwenye bajaji zao. Kwa nini? Mwacha aone, anajifanya mtakatifu. Ukitaka kuwa mtakatifu kwenye jamii, jaribu uone, utatengwa, ubaki peke yako. Na wakati mwingine hata biashara zako wanaweza wakazisusia, hata wasije kwako. Kama una saruni wanaacha kuja kusukwa kwako, wanaambizana unaweza kwamba achana na hako kanajifanyaka katakatifu kama akatendeki dhambi kenyewe, unaenda kufanya kwani twende huku, wanaacha hata kuja kwako. Nilienda kwenye kanzengo kamoja, wao mama anaposhindwa mama akishindwa kushare kwenye mambo ya uzinzi, unapopeleka chakula kwenye msiba, huwa wanapeleka chakula kwenye msiba. Unapopeleka chakula kwenye msiba, mama kiongozi wa wamama anagawa kile chakula chote mpaka kinaisha. Linabaki bakuli lako na sahani yako ya chakula ulichokileta, kinabaki, akigawiwi. Ukiona aibu basi kakichukue mwenyewe ule. Sasa unaelewa? Ulishakataa ushirika wao, kwa hiyo hawagawi, kinabaki hivyo. Na kwenye kuosha vyombo hawavioshi, utabeba mwenyewe, utarudi na chakula chako ulichokipeleka. Lengo ujisajili, ukubaliane na wao. Lakini kwa maana ya neno hili, acha nirudi na ugali wangu nyumbani, maana nina uhakika nitamshinda adui kwa neno la ushuhuda, sio kwa kukubaliana na wengi. Ni lazima tufike mahali uyaangalie maslahi ya Mungu yanatangulia mbele. Unasikia kuna binadamu sivyo hapa wanatupiga kelele hapa, wanasema maslahi ya taifa. Lakini anayezungumza maslahi ya taifa na mwangalia ana njaa, anahitaji hela, kwa sababu kusimama tu hivi amefadhiliwa. Wala yasema amefadhiliwa, amefadhiliwa. Kitu ambacho kinaumiza sana, mpaka na wachungaji wanafadhiliwa na hela za mashoga. Utakuwa unamuona mtu kwenye kila mtandao, kila TV unamkuta na kipindi, unajiuliza analipia gaje huyu? Kumbe analipiwa na mashoga. Unamuelewaje? Wakikandamizwa mashoga unamsikia anatafuta mstari wa kuwatetea. Kumbe ndiko anakokuroko. Watakatifu tufike mahali tumpe nafasi Kristo. Acha tudharaulike, lakini Kristo apate nini? Sifa kwenye maisha yetu. Usimfanye Kristo akawa duni mbele ya watu. Hata siku moja binadamu mmoja akaimba, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi, sitarudi. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi,
sitarudi. Naomba nikukumbushe baba, mama yangu, nikukumbushe. Biblia iko tofauti kidogo na Kiswahili. Waswahili wanahesabu, wao wanasema heri mwanzo kuliko mwisho. Lakini Biblia yenyewe inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ni bora uanze vibaya lakini umalize vizuri. Ni bora uanze kwa kudharauliwa, acha uanze kwa kudharauliwa, lakini ukamalize kwa heshima. Kwa nini? Mpatie neema Kristo kwenye maisha yako. Mshinde adui kwa damu ya Yesu. Mshinde adui kwa neno la ushuhuda. Acha ubaki peke yako kwenye mtaa. Sio mbaya. Bwana yuko pamoja na wewe. Na hata wakati unapofika kufa, kifo chako kiwe kina ushindi mbele za Bwana. Na ndio maana Kristo akatutengenezea na ufufuo wa kwanza ukawa wa washindi. Ufufuo wa kwanza wa washindi. Ufufuo wa pili ni wa walioshindwa. Na huo ndio ufufuo wa baraka wa kwanza. Na hao ndio tunaotajwa kwenye Biblia. Tutaisikia sauti yake. Kwa nini? Tulikubali kujinyima. Tulikubali kutengwa. Tulikubali kudharauliwa. Marafiki walituacha. Kuna majirani walikuwa mbali na sisi. Kuna biashara zilitukataa. Lakini leo tunayo nafasi mbele za Bwana. Mungu anatupa neema. Watakatifu, tangu siku ile ulipompa Yesu Kristo maisha, nikusihi umtumaini, tegemee. Kuna watu wanachanganya akichanganyikiwa mambo, anaenda kwa mganga wa kienyeji, na kienyeji anakwenda anashika kwa anabeberea analeta. Napo anajaribu anaenda, akifanikiwa mambo yanaenda huko. Sasa siku unamuona kanisani anakuja kumshukuru Mungu, namshukuru Mungu amenipigania. Sasa anaanza kujiuliza, ni Mungu yupe, yule wa mganga au na maana unamshukuru Mungu? Na mganga naye alifanya kazi, kumbuka. Kwenye hiyo kazi unayomshukuru Mungu, naye alifanya kazi hapo. Alikuja Mola yasema. Alikuja, si ndio? Si mnawaleta, mnawaita wataalamu. Anakuja huyo mtaalamu mpaka nyumbani. Nyumba imetengenezwa, imewekwa mpaka na tiles pale chini, na nini tumewekwa pale, na fence na nini. Jamaa anakuja anaanza kuchimbia tujivi nini kule. Tunaona hivi vitu vinakuwepo. Unaitwa mchungaji kwenda kufungua siji hoteli. Unamaliza unaomba. Ukishamaliza kuomba na sala zako na nini unaondoka. Baada ya hapo ndo anakuja mtaalamu sasa. Yeye anapita, anatembea kuanzia kwenye geti, anaingia kwenye chumba kimoja baada ya kingine mpaka kwenye draw ya kuwekea hera. Sasa shukrani unazozileta ni za yule mganga aliyeingia mpaka kwenye draw, au ni yale maombi ya mchungaji? Unajua kuna vitu vingine vinakuepo kwa mazingira leo. Hata mnapokufa tunajiuliza kwamba ule jamu ikoro noro. Yaani tunakuwa tunabishana hata tuliokuja kwenye msiba kwamba ila hana hii noro le cha hana leo. Na Mungu alinanemo. Akoma nawe ya hala kanture. Yaani watu wapo wanaimba mwamba wenye imara kwako nitajificha, huko wanaponyezana kama walokatabira kama remo hene kale kama kota akazi sote pia hamwamba tangu kaina bana babiri ni ora wana bawi karakate wapo wanaimba kwa wanaulizana basa olempelaka watu wanaulizana hapa kale kachanja kama kacha na milioni tanibirigeta kana kale manoko ndipa yaimba na kontonda nani lolo. Watu wanaimba lakini huko wanaulizana. Wanajaribu kuenda kwamba basi bwana Mungu mwenyewe labda pengine alitengeneza wakati anataka kumalizia. Kwa sababu basi Mungu anajua. Kwa sababu kuna tumisari kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama ni nini. Ila hamo watu wanaulizana. Kwa mazingira yanayo wanaulizana kwamba kulikoni. Kuna mtu mmoja ni gari yake ilikutwa mahali iko kwa mtaalamu, imekaa pale karibu siku 2.
ni yenyewe na namba na kila kitu. Sasa akatokea mtu akajitoa ufahamu kutaka kumuuliza bwana, pigia simu bwana, vipi bwana, uko wapi? Alipoeleza na jamaa anasema niko nje ya nchi. Sasa nilipata dili moja bwana, nikatoka bwana, niko Rwanda huko. Uko Rwanda nimeona gari yako sema, mimi gari yangu niliacha mpakani. Labda zinafanana. Zinafanana mpaka na namba. Jamaa yuko kwa mtaalamu alafu anasema yuko wapi? Yuko nje ya nchi. Na yakacho tufumuna toto vile nje ya nchi yangu. Unawaaga unasema unaenda nje ya nchi. Ya basi mko mbali waganga wa kienyeji. Mungu awatangulie. Yaani hapo tu kijenga tuduku tayari nje ya nchi. Ni sawa bana. Inaweza kuwa ni nje ya nchi kwa mazingira yaliyopo nje ya nchi. Lakini niwatie moyo watakatifu. Kuna sababu ya kuishi kwenye imani na kusafiri nayo tukimtumaini Kristo, maana yeye ndiye anayeweza kutufanya tushinde. Lakini bado anahitaji ushuhuda wetu ambao wakati mwingine tunafika mahali tunauawa. Nakumbuka injili moja ambayo kikundi cha injili walienda kufanya huduma. Injili ilipokubali wakiwa Ikuza, injili ikiwa imekubali na mazingira yaliyokuepo, kulikuwa na changamoto, kulikuwa na vurugu, kulikuwa na vita, kulikuwa na shida. Kwenye huo mvurugano wa huduma imejaa, adui naye akapata nafasi, akafanikiwa, akatengeneza manuva yaliyowezekana kuwepo. Huduma inaendelea, watu wanaokoka, watu wanamtafuta mchungaji, watu huku wanakuja kumwamini Yesu, watu yani jicho yeye yumo mure, wanaimba fire, lakini yeye jicho linamtazama na mpataje mchungaji. Hata Yesu alimwambia Yuda kwamba ni wakati wenu sasa wa kufanya kazi. Huu ndio wakati wa mkuu wa giza kufanya kazi yenu. Fanya nini? Fanyeni. Si waliruhusiwa? Adui akapata nafasi kwa mchungaji. Watu wanarudi kwa Bwana, wanahitaji kubatizwa, mchungaji anapelekwa hospitali. Watu wanamsubiri mchungaji, anawabatiza, mchungaji anakufa. Kwa kuna wakati mwingine tunalazimika, maisha yetu yanaondoka, lakini bado ushindi unasimama na thamani ya Kristo inabaki pale pale. Usifikiri kumuondoa mtu, usifikiri kumuua, usifikiri kumfanyia vibaya, usifikiri kumfukuzisha kazi, usifikiri kuua ndoa yake, usifikiri kuharibu biashara yake ndo kumfikisha mwisho. Bado hata kama biashara itakosa mahali pa kukaa, lakini Kristo lazima awe na mahali pa kuishi. Mungu atupe neema. Mungu atuwezeshe tushinde. Mungu atuwezeshe tuishi kwenye imani, ili tuwe washindi, tumshinde adui kwa ajili ya damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wake. Ninakushukuru Mungu kwa neema uliyotupa. Asante kwa upendo wako kupitia neno hili. Asante kwa ajili ya mama, pamoja na changamoto za magonjwa na shida za hapa na pale, lakini bado aliendelea kukutumaini na kukutegemea. Tunahitaji faraja, tunahitaji kutiwa moyo, tuwezeshe kushinda. Kuna mambo mengi dunia inatuandama, yanasogezwa. Wakati mwingine watumishi wanalazimishwa kusema maneno ya faraja mahali pasipostahili, lakini neema yako Bwana ikatupatie ushindi. Nenda ukajidhihirishe, ili Mungu wewe ukatetewe kupitia maisha yetu na hata kupitia kazi zako, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu. Amen.